Habari za muda huu mtazamaji wa UTV, nikushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani, na jina langu mimi ni Sauda Hussein, ambapo leo nimekuja kutembea huku Mwanza, na kwa bahati nzuri katika kutafuta mambo fulani nikakutana na mwanamke huyu ambaye leo tuko naye katika Kidani, ambaye yeye anamiliki kampuni ya mapambo, huduma za mapambo ama huduma za sherehe na mazishi. Ikanishtua kidogo kwa sababu wanawake tuna roho fulani hivi nyepesi, na inaonekana kama ni mkosi ukianza kutaja ama kufanya biashara hizo hasa zinazozungumzia masuala mazima ya vifo, mazishi na kadhalika. Lakini mwanamke huyu ujasiri wake ukanifanya leo kuchukua hatua ya kukaa na kuzungumza naye. Tutaenda kusikia mengi sana kutoka kwake, kwa nini alifikia hatua hiyo na changamoto zikoje katika biashara. Na kabla sijaendelea naye, kwa sasa tusikilize kwa ufupi wasifu wake. Tekla Mveyange ni mjasiriamali na mtaalamu wa matukio. Alizaliwa Januari 1988 katika familia ya watoto watatu. Amekulia katika mazingira ya kawaida ya Kitanzania, akijifunza mapema thamani ya uwajibikaji na kazi. Akiwa mwanafunzi wa shahada ya kwanza, alianza biashara ndogo ya kukodisha viti 100 na meza 20. Huo ukiwa mwanzo wa safari yake ya ujasiriamali. Mapato aliyoyapata hakuyatumia kwa matumizi binafsi, bali alirejesha kwenye biashara ili kupanua huduma. Biashara hiyo ilikuwa na kuwa kampuni ya huduma za matukio inayohudumia harusi, mikutano ya kampuni, sherehe za kijamii na mikusanyiko mikubwa katika mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwemo Mwanza, Mara, Shinyanga, Kagera, Simiyu na Tabora. Mwaka 2019 hadi 2020 alianzisha huduma ya maua ya misiba pamoja na mashada. Huduma hii ilianza Mwanza na kupanuka katika mikoa jirani. Baadaye aliamua kuunganisha huduma zote chini ya kituo kimoja. Lengo hasa la Tekla ni kurahisisha mchakato kwa familia zinazopitia misiba. Pamoja na huduma hizo, yeye na timu yake hutoa ushauri kwa waombolezaji wanaohitaji msaada wa kisaikolojia baada ya kupoteza ndugu au mlezi wa familia. Mbali na biashara, amekuwa akitoa mahema na mapambo bila malipo katika kanda ya Ziwa kama sehemu ya kurejesha katika jamii. Mwaka 2024 alitunukiwa tuzo ya mwanamke pambe Lake Zone, utambuzi wa mchango wake katika ujasiriamali na huduma za kijamii. Leo hii Tekla Mveyange anaongoza biashara inayounganisha huduma za matukio na huduma kamili za mazishi, akihudumia wateja wa kanda ya Ziwa kwa mfumo unaolenga urahisi, heshima na mpangilio wa kitaalamu. Naam, na huyo ndio Tekla kama ulivyosikia katika wasifu wake, na kwa sasa niko naye hapa. Tekla, mambo? Poa. Za kwako? Salama. Pole na kazi. Na hongera. Asante. Hivi ukisikia msiba hivi, yani unajisikiaje watu wanavyokuja kupata hiyo huduma? Mimi hicho ndio kichonivutia zaidi, kuona una huo ujasiri. Ujasiri ulitoa wapi Tekla? Ni Mungu tu kwa kweli. Ni Mungu, kwa sababu hata mimi kuna muda huwa na siamini kama ni mimi. Lakini nadhani kwa sababu nimekuwa nikifanya kwa muda sasa, nimezoea. Kwa hiyo naona kama tu ni kitu ambacho kinafanyika, ni kama biashara zingine tu. Nilipata changamoto kidogo kuanza majeneza. Nilikuwa na tafakari sana, yani kwa sababu kama wewe ulivyoshangaa vivyo hivyo na mimi nilikuwa nawaza hasa ile how will people perceive, like, yani kila mtu atasemaje. Lakini sikufikiria sana kuhusiana na watu watakavyonichukulia. Nilifikiria kwenye upande wa huduma, kwamba ni huduma ambayo inahitajika. Kwa hiyo nikaona okay, nianze kuleta majeneza ambayo kidogo ni unique, tofauti na watu walioyazoea sana, na ndicho ninachokifanya. Kwa hiyo nikaanza kuleta sasa majeneza. Alafu pia tunafanya ukodishaji pia wa mobile toilets, ambao pia ni huduma ngeni kidogo, lakini tunaifanya sana kwa hapa Mwanza. Tunakodisha vifaa mbalimbali vya upambaji na kadhalika. Lakini pia tunafanya huduma ya uuzaji wa maua fresh, maua mbalimbali, pamoja na ufungaji wa zawadi. Yes. Kwa hiyo ukiongezea sasa na huduma za mazishi. Kwa mara kwanza mtazamo unakuaje pale ambapo mtu anakuja kuchukua huduma ama kutafuta hiyo huduma, alafu anaikuta mhudumu ni mwanamke? Kwa wengi huwa wanakuwa, hata ukipigiwa simu, mfano mtu akipewa namba ya simu, anachoanza utasikia kaka habari. Kwa hiyo ukijibu salama karibu, utasikia kumbe dada, dada tunahitaji huduma fulani. Ni kweli kwamba kwa jamii yetu
waliozoeleka kufanya hizo biashara sana ni wanaume, lakini imebidi wazoee pia wanawake, kwa sababu sasa hivi hamna biashara ambayo utasema labda ni mwanamume tu, hasa kama na mwanamke anaweza kuifanya. Kwa hiyo wanalazimika kuzoea, kwa sababu tayari tumeshaingia na tayari tunaifanya. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine it's a unique business kwa mwanamke na inajenga uaminifu zaidi. Wengi wanafanya na sisi kwa sababu ya anaamini hautaweza kumkimbia. Naamini kila biashara ina changamoto zake. Changamoto zikoje kwenye biashara? Biashara yetu ni kama huduma ya hospitali. Ulipe, uhudumiwe. Ikitokea ukamhudumia mteja bila kukulipa, huwezi kumdai kirahisi. Nadhani unaona ni biashara ambayo kumdai mtu ni ana sympathize. Kwa hiyo kidogo huwezi ukaanza kumdai nilipe uwezi. Kwa hiyo kidogo asipokulipa mwanzoni utapata kidogo changamoto kwenye kudaiana naye. Lakini jambo la pili ni kwa kifupi pia kuna myth hizi, watu wana imani zao. Changamoto iko hapa. Kuna muda mnaweza mkaenda kwenye kazi, mko vizuri kabisa, usafiri uko vizuri, lakini unafika kule sometimes usafiri unagoma kabisa. Yani unajiuliza maswali mengi, kwa nini natokea hivi? Yaani usafiri unagomaje? Yaani wewe umetoka na gari zima kabisa, lakini unafika kwenye sehemu ya unayoifanyia kazi, wakiingiza jeneza kwenye gari haliendi. Na umefanya service, umefanya kila kitu. Sasa baadaye ukija ukikaa mnapiga stories zile, ndo unasikia sasa marehemu maybe aligoma, hakutaka kwenda huko au hakutaka kuzikwa huko. Lakini pale kila mtu ataona ni huduma yako ni mbovu. Haya mambo yapo kweli? Yapo kwa kweli. Kabisa. Yapo. Na mimi kabla nilikuwa najiuliza kama yapo, lakini nilipoanza ndo nikajua kumbe huwa inatokea kweli. Kuna muda kweli labda unakuwa kuna changamoto kwenye usafiri au kwenye mashine, lakini unaona kabisa kuna muda hakukuwa na changamoto ambayo inapelekea hichi. Kwa nini imekuwa hivi? Kuna baadhi ya maeneo pia mwanamke kukuhudumia kwenye msiba ni kama pia hairuhusiwi. Ulishakutana na changamoto kama hiyo? Ndiyo. Tukiwa busy sana huwa na mara nyingine naendesha mwenyewe. Tunaenda mpaka kule. Kuna siku tuliwahi kwenda sehemu, nakumbuka mama mwenye mtoto, yani alifariki mwanamume mkubwa tu, lakini mama yake akawa analia. Ile tulipofika tu akasema kijana wangu, umeendesha na wanawake baba mpaka unakufa. Sasa unashindwa kuelewa ameendeshwa gari au ameendeshwa kimaisha. Akasema mpaka unakufa baba. Hapo tuko mochari, ndo tunatakiwa tutoke tuende kijijini. Alivyoongea hivyo mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kuna baba mmoja akaja akaniambia, dada, dereva wako yuko vizuri, anaweza akaendesha? Nikamwambia yeye alikuwa anasinzia tu, ndio maana nilimsaidia, alichoka. Akaniambia basi naomba aendeshe kijana. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia huku kwetu mwanamke uwezo kaendesha mpaka huko, yani utaonekana tuna uwezo kumwendesha mwanamume. Wakati huo kuna jamii ambazo ukienda mwanamke wana prefer zaidi kuliko mwanamume, hasa kama mwanamke ndo amefariki pia. Yani kabisa anakuambia we need a woman chauffeur. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba they feel pride kwao kwa mwanamke kumuendesha either bibi yao au mama yao kwenye huo msiba. Ulishawahi kupata mteja ambaye mmekubaliana kitu fulani na mwisho wa siku akakugeuka akasema hiyo huduma si ambayo nilikuwa naitaka? Imeshawahi kunitokea na inatubadilisha msimamo na mtazamo, kwa sababu mimi sasa hivi hunitengenezeshi maua bila pesa. Kabisa tukikubaliana nakwambia tuma advance namba hii hapa. Ukituma hesabu dakika kadhaa upite ofisini kuchukua, au tutafanya delivery kama tumekubaliana delivery. Lakini hivi sifanyi. Kwa nini? Kwa sababu ni maua, mfano maua fresh. Ukinitengenezesha mimi mfano mashada, kamati za mazishi unakuta wamejadili na huyu, wamejadili na huyu, wamejadili na wewe, mmekubaliana vizuri, ghafla unatengenezesha mashada baba sijui nani, na wewe wala una msiba, unayapeleka wapi? Umeona? Kwa hiyo ishai kunitokea, lakini kwa kweli nilichukua tu busara na mimi nikaenda msibani, uzuri haukuwa mbali, nikaenda na mashada yangu.
Kwa hiyo kufika pale wanaona haya uzuri tulikuwa chatting zipo. Yeye alisema bwana tulishachukua mtu mwingine. Nikamwambia mimi nayapeleka wapi haya? Na alikuwa ananihimiza kwamba tutengenezee haraka bwana tunasafiri. Kwa hiyo na mimi nikaenda pale kwenye msafara. Na mashada yao yote nikaenda nayo. Bahati nzuri kulitokea mmoja ambaye kidogo ana busara. Akasema sasa mmeshamtengenezesha dada wa watu mnafanyaje? Na message zinaonyesha si wewe ndio ulikuwa unachati naye. Nilimwambia nilicancel message hizi hapo. Ulicancel wapi? Hakuna. Dada tufanyie chapu tunasubiri. Ndio message yake ya mwisho. Kwa hiyo at the end of the day they decided to pay both of us. Kwamba okay basi tumesha kuingiza hasara tutalipa, japo sasa sometimes haulipi sawa na bei mliokubaliana. Anakuambia tu compensate. Unaona? Yeah. Na wewe ukiangalia urudi nayo tena ni hasara zaidi. Na mtazamaji wa Kidani, bado tunaendelea hapa na Tekla ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ambayo inadili na masuala ya sherehe pamoja na mazishi. Anatoa huduma za sherehe pamoja na huduma za mazishi. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea kuwa naye. Tunarejea baada ya mapumziko hayo mafupi na baadaye niko hapa na Tekla. Ulipanga kusoma ili baadaye ujiajiri au uajiriwe? Yaani ilikuwa ni nini? Kwa kabila mimi ni mchanganyiko wa Mhehe na Mkinga. Wakinga ni watu wanaofahamika sana kwa kufanya biashara. Kila mtu ana mawazo yake, lakini Wakinga wa sasa hivi wengi ni wasomi na wanafanya biashara kisomi. Tunafanya biashara kisomi. Hatuna mambo ya ndumba, tunaamini Mungu na kuchapa kazi. Mbona umesema ndumba Edi? Ninajua, yani ukishasema Wakinga, yani comments zinaweza zikawa nyingi sana. But anyway, nikiwa nakuwa bibi yangu alikuwa most of the time anasema, huwezi kutegemea kazi tu. Lazima uwe unafanya kazi na kitu kingine. Kwa hiyo, nilikuwa nikiwa na mentality hiyo ya kuto kuajiriwa peke yake. Kwa sababu kuajiriwa huwezi kukwepa, hasa kama umetokea familia za kawaida. Familia ambazo ukimaliza chuo haupewi mtaji kaanze biashara. Lakini umepewa mtaji wa elimu kwamba kafanyaje? Kaanze kazi, upate mtaji kwenye kazi, ufanye nini? Biashara. Kwa hiyo mimi familia yetu nawashukuru sana kwa kweli. Dada yangu, kaka yangu na mama yangu, kaka zangu na mama yangu walinisomesha kwa juhudi, kwa kuchangia ili tu niwe na maisha mazuri. Kwa hiyo baada ya kumaliza kusoma nilianza kazi, ambayo kazi ni moja ya mtaji wangu. Japo tangu nikiwa chuo nilikuwa nikifanya biashara. Hicho kidogo ninachokipata nakifanyia nikiwa na extra nanunua baadhi ya vitu hivyo. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba nilikuwa na hiyo mentality ya kwamba nikija kuajiriwa sitaajiriwa zaidi ya miaka 5. Kuja kwenye kazi haikuwa hivyo. Nilifanya zaidi ya miaka 5 kwa sababu kila mwaka ukitaka uanze unaona hela haitoshi. Kila mwaka ukitaka uanze unaona hela haitoshi. Kwa hiyo baadaye nikajikuta na push zaidi hela haitoshi sasa. Na kweli nilifanya nadhani karibu miaka 8 au 7. Baadaye nika accept sasa kwamba okay, wacha sasa nifanyeje? Nitoke. Japo sio ku accept, ni umepita changamoto, maybe umesimamishwa tu, lakini baadaye ukifikiria nilisema mwenyewe kwamba ndani ya miaka 5 mimi nitaacha. Mbona huu wa 8? Hebu basi niendelee. Na nikasonga na kwa kweli mpaka leo sijawahi kuajiriwa. Nimekuwa nimejiajiri na nimeajiri watu kwa ajili ya kazi zangu mwenyewe. Ukipata nafasi ya kumshauri mwanafunzi ambaye yuko chuo, nini unaweza kumwambia kuhusu maisha? Maana yote umeyapitia. Kwa kweli kwanza nitampongeza kwa hatua hiyo aliyofika ya kuwa chuo. Lakini pili nitamwambia athamini sana wale watu ambao wamemfikisha hapo. Kwa sababu wengi wetu tunafikishwa kwa kama nilivyokuambia tunasomeshwa naitaga kijiji. Kwamba na kwanza tu kupata wale ndugu ambao wako tayari kukusomesha, kukulipia hizo ada, kwa kweli huwa ni kitu cha tofauti. Lazima appreciate the fact kwamba watu wako tayari kukulipia, watu wako tayari kukusomesha, watu wako tayari kwa ajili yako wewe. Watu wana majukumu mengi na ukiingia kwenye majukumu ndo utaelewa kwamba kumbe ile hela kaka alikuwa anaitoa alikuwa anajinyima. Yes. So athamini
huo mchango aliopewa mpaka kufikia hapo. Lakini cha pili, I set mind yake iwe all weathered. Yaani kuajiriwa sawa, kujiajiri sawa. Kuna wengine wana bahati sana, akitoka tu either anapata ajira direct, wengine anapata mdhamini, labda mtu atakayempa mtaji. Kuna watu wana bahati tofauti na sisi, mpaka udundulize upate uanze hivyo. Lakini kuna mtu anatoka tu, mtu anatokea huko anamkash Valentine Day milioni 10, Valentine Day milioni 20. Nadhani umeona kuna picha ilikuwa ina trend, mtu kafunguliwa kibanda cha M-Pesa sijui nini. Sasa ile si mtaji kabisa, mtu kasha kutunuku. So kama atapata hiyo bahati, basi aitumie vyema, kwa sababu kuna watu wanapewa mitaji na hawafiki popote. Lakini pia kama hatapata hiyo bahati, basi akipata bahati ya kuajiriwa, atumie ajira yake vizuri ili imsaidie sasa kupata nini, hivyo vitu vingine like kupata mtaji na kadhalika. Maisha ya ajira ni mazuri sana, hasa kwa sababu una uhakika wa mshahara mwisho wa mwezi. Lakini pia una uhakika wa safari kama ni kazi ya kusafiri. Kila unaposafiri una uhakika wa kulipwa. Lakini pia ni maisha yanayokufanya ubweteke kwa namna moja ama nyingine, especially kama uko kwenye private sector. Siku ikitokea lolote ukatolewa kazini, yani ni maisha mapya kabisa. Kama ndo magonjwa, basi mapresha manini, kila kitu kinakuwa juu. Sasa lazima uwe uko kote tu. Kama una ajira, basi jitahidi uwe na kakitu kako hapo nje, angalau unajua hata siku mradi umefunga, basi mimi nitafanya hiki. Lakini sio hicho tu, jitahidi basi hata uwe na chochote ambacho unahisi kwamba maybe kitakusaidia kusonga baada ya hiyo ajira. Kwa binti ambaye yuko chuo, nitamshauri mambo yenyewe yanabadilika. Haya, aiweke akili yake iwe tayari kupokea chochote, alimradi ni halali. Ni rahisi kiasi gani na ni ngumu kiasi gani kusimamia kampuni na ikatoboa? Mungu ndo anasimamia na kutusaidia sisi kusimamia biashara. Lakini cha pili ni utayari wako. Utayari wako kwamba uko tayari kiasi gani kusimamia hicho cha kwako. Ugumu upo kwa kweli, upo sana. Kama nilivyokwisha kukuambia, mteja anategemea sometimes all the time akukute wewe. Yaani mfano labda umeipa kampuni jina lako, mteja hategemei kufanya kazi na mtu mwingine. Kwa hiyo sometimes unaweza kupoteza wateja kwa sababu tu hajakuona. Anasema kabisa yule kwenye kupamba yeye hayupo, anatuma vijana. Kwa hiyo sometimes inabidi kila kazi wewe uwepo. Sasa nayo inakuwa sio rahisi kila kazi wewe uwepo. Sometimes una majukumu kama ulivyosema ya familia, malezi, sijui labda watoto wameumwa utatakiwa uende huko kule. Kwa hiyo uwezi ukasema masaa yote utakuwepo. Lakini tu wateja wetu pia wanatakiwa kutuelewa kwamba kuna muda, kama ambavyo wewe kazini kuna muda kama umeajiriwa, kuna muda unaumwa, hautaenda, utaomba ruhusa, basi kutakuwa na compensation yako, kutakuwa na mtu ambaye atakuwepo, atakayefanya ile kazi. Basi na sisi ni vivyo hivyo. Kwa sababu mimi sipambi mimi direct, mimi na instruct. Vijana ndio wanaofanya kazi kwenye utekelezaji moja kwa moja. Kwa hiyo inatokea kwa kweli sometimes kuna hizo changamoto sana kwa sababu unakuta mtu anaamini zaidi kwako, ambayo ni nzuri kuaminika wewe kama wewe. Jinsi gani una manage sasa? Nadhani ni kufanya tu mgawanyo wa kazi ili wewe usio unafanya kila kitu, kwa sababu unaweza ukawa kichaa. Kama huku kwetu hujakaa sawa, umepigiwa gari limekwama sijui wapi, sijui hujakaa sawa, umepigiwa mara tulinunua maua, yani kila mtu ana malalamiko yake huku hivi. Yani kila mtu anaongea cha kwake. Kuna muda mteja anajua kabisa anachukua yani maua fresh, anakuambia anaenda kukaa nayo wiki 2. Na anategemea yawe vile vile. Wakati ni jambo la kushauriana kutoka mwanzo. Ndio maana binafsi huwa napenda kumuhoji mtu maswali mengi anaponipigia. Kwamba nataka mashada hivi na hivi, okay, mnazika wapi? Tunazika sehemu fulani. Lini? Siku fulani. Okay. Kwa hiyo unajua umpe kama ni maua utengeneze ya aina gani. Lakini kama sio hayo pia, kama unaweza kumshauri labda achukue artificial au vyovyote. Kwa hiyo inategemea tu na mazingira na watu unaofanya nao kazi. Lakini kwa ufupi, kwa kweli
kote kuna changamoto tu, kuna changamoto hii tunajitahidi kukabiliana nazo ili kusiwe na biasness. Nini hasa ukiangalia unajivunia na ukilinganisha na kipindi ambacho uko kazini? Freedom. Yani kale ka muda katika kitu mimi nilikuwa sikipendi, Mungu anisamee, kwenda kazini saa 2. Yani, kwa kweli bosi nisamee, lakini saa 2 ilikuwa inanipa shida, yani sijui, lakini kwa kweli nilikuwa niko radhi kufanya kazi mpaka hata saa 2 usiku, lakini sio kufika kazini saa 2 asubuhi. Na kufanya mpaka saa 2 usiku haikuwa na shida kabisa, ila asubuhi ile saa 10 na saa 2 kidogo ilikuwa inanipa challenge. So kwa kweli katika kitu nafurahia freedom of time, kwamba ninapanga nifanye nini kwa wakati gani. Ukiamua ufanye kazi mpaka saa 8 usiku utafanya, kesho ulale mpaka saa 8 mchana uje kazini utafanya, lakini unahakika kuna watu waliotangulia wamewahi. Yes. Kwa hiyo katika kitu nadhani kilikuwa kinanipa challenge sana ni hizo freedom of time. Alafu kupangiwa kila kitu. Yaani kuna namna wewe unatamani vitu viende, lakini ukiwa kwenye sehemu ya mtu lazima ufuate utaratibu wake. Kwa hiyo hicho nacho kilikuwa kinanipa changamoto. Yaani kuna muda unajua nikitumia hii njia hii tutafika chapo hapa na tutapata results mapema. Lakini kwa sababu uko chini yake unatakiwa ufuate strategy zake. Na unaona kabisa hii tutatoboa kwa shida au kwa muda mrefu. Lakini mambo ya miradi ndio mradi ukae sasa. Utoboe kwa muda mrefu, lakini wewe unajua kabisa tukipita hivi hapa tutapata results kwa hawa watu ndani ya muda fulani. Ila sasa inabidi upite ile njia, ukope na monitoring and evaluation yao hivyo ya. Kwa hiyo kile kitu cha kuwa huru, kupanga unachotaka ndani ya muda unaotaka kufanya, kutekeleza ndani ya muda unaotaka kutekeleza, kwangu naona ni kikubwa. Yeah. Kati ya sherehe, huduma za sherehe na huduma za mazishi, unamshauri mtu afanye huduma zipi? Afanye huduma anayoweza. Tekla, ni kitu gani ambacho kwenye jamii watu wanafanya ama unaona na haukipendi? Perception ya watu kuhusiana na baadhi ya biashara, like biashara ya mazishi. Huduma ya mazishi ni huduma ambayo ni compulsory, yani lazima iwepo. Nisifanye mimi, nifanye, lakini huduma hiyo lazima ifanyike. Lakini wengi wanaiperceive tofauti. Anaamini kwa vile wewe unafanya huduma ya mazishi, basi wewe unaomba watu wafe. Kitu ambacho sicho. Yani ile ni huduma kama ambavyo mtu wa hospitali. Kwa hiyo tuseme okay, madaktari wanaomba watu waugue. Hapana, sio hivyo. Lakini ile ni ipo automatically. Mtu hawezi kuwa mzima siku zote, ipo siku ataugua, ataenda hospitalini, atahitaji huduma. The same applies huko kwenye huduma ya mazishi. Na ndio maana unaona hata wanawake wengi pia wanaogopa kuifanya. Kwa sababu ni kama inakupunguzia watu pia ya. Yaani kwa mwanamume anaona kusema niko na mwanamke fulani muuza majeneza anaona kama pia labda ana feel yes ana roho ngumu, kumbe sio, ni just a matter ya mtu kutafuta opportunity, kuamua kufanya hivyo. Lakini pia ni kutoa huduma, ni huduma kama huduma zingine. Kwa hiyo watu wasiogope kama wanavyoogopa, na wala wasipasivu watu wanaoifanya kama watu ambao labda ni wakatili, hawana moyo au wanaomba watu wafe. Hatuombi. Kifo ni lazima tu na wote tutakufa. Kwa sasa una wafanyakazi kama wangapi hivi? Biashara yetu unakuwa na watu uliowaajiri na day workers. Day workers ni wengi. Day workers unaweza kusema wanafika hata 12. Ambao sawa wanakuwa ni day. Mkiwa na kazi mnawaita, mkiwa na kazi mnawaita. Uliowaajiri wanakuwa ni wachache kuliko hawa day workers. Yeah. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kunifuatilia. Jina langu ni Sauda Hussein, na kama bado unapenda kuendelea kuwasiliana nami, kuna namba ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0888475656, ama nifuate katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show, UTV TZ ama Azam TV TZ. Nikushukuru sana, mpaka wakati mwingine, endelea kuangalia UTV.